Yeah. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya, na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu, na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria ya kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuna nchi na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu, kwa sababu unashinda. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi, kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Inatusaidia kweli jameni? Neturata idheka. Jameni, tujue shida zetu ni shida za taifa, na zinatuhitaji sisi wote tutatue. Jameni, Wakenya hawatakula maneno wakiwa na njaa, wataka chakula. Mtoto hatasomeshwa na maneno, niturekebishe maneno ya mashule. Mgonjwa hatarekebishwa kwa maneno, nitutengeneze mahospitali yetu. Barabara hazijengi na maneno, nitujenge barabara. Na mambo yale mengine ambaye inahusu Wakenya. Na mambo haya haina kabila, haina rangi, haina dini, haina lolote, yahusu kila Mkenya pahali popote.